Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, au ukiweza kushuhudia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa katika jitihada zao za kuhakikisha mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika unachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Sasa leo hii kuna kikao kizito kabisa ambacho kimefanyika katika shirikisho la soka barani Afrika CAF juu ya kuweza kupitia rufaa ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambao waliandika barua kuomba kupitiwa upya kwa uchunguzi katika dimba la Benjamin Mkapa juu ya kutumika kwake katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika ambao unatarajiwa kwenda kupigwa tarehe 25. Sasa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imepokea majibu ya kile ambacho wao wanapaswa kuweza kufanya ili kuweza kupata haki yao ambao wanaitaka, huku CAF wakiweza kutangaza marekebisho ya ratiba mpya juu ya kile ambacho wao wanakihitaji. Ni yapi hayo ambayo yamefanyika, utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, kikosi cha klabu ya Simba ambacho kwa sasa akili fikra zote zikiweza kuweka katika taji la kombe la shirikisho barani Afrika, huku nguvu maarifa yote yakihakikisha kwamba wanacheza mchezo wao wa fainali katika dimba la Benjamin Mkapa. Taarifa ambayo ilitolewa kwa siku ya jana mapema kabisa, shirikisho la soka barani Afrika lenyewe likiweza kuwataarifu klabu ya Simba, huku kila mmoja akiweza kuangalia namna ya kuweza kufanikisha jambo hilo la kile ambacho kinachozungumzwa. Unaambiwa matumaini ya Simba kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa yamefufuka upya, ambapo taarifa za kuaminika ni kuwa maafisa wa CAF wameeleza kuwa wamejiridhisha uwanja wa Benjamin Mkapa upo vizuri kwa michuano ya CHAN 2025 mwezi Agosti. Pia TFF na Simba imeomba kupitiwa upya kwa yale maombi yao ya kuchezea uwanja huo fainali ya CAF baada ya ukaguzi huo wa michuano ya CHAN, na CAF wamekubali review hiyo na wanalifanyia kazi kwa haraka. Maafisa wa CAF wamejiridhisha kuwa eneo la kuchezea, yani pichi, maeneo ya viti hadi katika vioo kuna maboresho mazuri sana, na hasa katika eneo la kuchezea ambapo mvua ilinyesha lakini hali ilikuwa vizuri sana, na mpaka sasa matumaini ya Simba kucheza dimba la Mkapa yameanza kurudi kwa kasi baada ya ukaguzi wa leo. Kwa hiyo kile ambacho kinachoonekana pengine CAF wanaweza kupitia upya yale mapendekezo ambayo klabu ya Simba waliyapeleka katika, hapa nazungumzia CAF kuwaomba waweze kucheza katika mchezo huo. Na klabu ya Simba wanaamini kwamba kupitia uwanja wa Benjamin Mkapa wanakwenda kuweza kupindua matokeo. Unaona bana, kocha wa Simba ambaye ni Fadlu Davis alisema mechi ya marudiano itakayopigwa Jumapili kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa au New Amani mjini Unguja itakuwa tofauti na ilivyochezwa ugenini, na kwamba kikosi alichonacho kipo tayari kucheza kokote. Mechi bado haijaisha, na ni watoe hofu wana Simba, mechi ya marudiano itakuwa tofauti na iliyochezwa hapa. Tunaamini nafasi ya kubeba ubingwa wa Afrika ipo na tunaenda kujipanga licha kupoteza ugenini, alisema Fadlu aliyewaka baada ya kusikia mechi inahama kutoka kwa Mkapa kwenda New Amani, akisema ni kama wapinzani wao wanabebwa. Tuwe wawazi, kucheza kwa Mkapa unaoingiza mashabiki 60,000 si sawa na kucheza New Amani Zanzibar unaoingiza mashabiki 15,000. Bila shaka Simba ni imara inapocheza kwa Mkapa, hivyo kuna faida ya kucheza hapo, unaona bana. Lakini anaandika mchambuzi akiweza
Luka na wekundu wa Msimbazi Simba anasema ya kwamba Simba anaamini akicheza Benjamin Mkapa mechi ya marudiano basi mlima wa bao mbili kwake sio mrefu na anaweza kuupanda sana. Bahati mbaya sana ni kufananisha ubora wa timu ambazo amekutana nazo na hii ambayo anacheza nayo fainali. Sio mbaya kujiamini, lakini kiuhalisia bado Berkane ni bora kushinda Simba. Berkane ndio bingwa wa ligi ya Batola Pro ya pale Morocco. Kuna watu wanaweza kuhisi kama walichokifanya wamebahatisha na wengine kusema Simba ilijichanganya mwenyewe katika football ili liwe kosa linatakiwa liadhibiwe. Kwa namna Simba ilivyocheza, kama ingekuwa ligi yetu angeweza kuondoka na pointi 3 na ilikuwa performance bora kwa sababu ligi yetu haitupi ushindani halisi. Tunaruhusiwa kufananisha, lakini tunapaswa kuwa na maandalizi makubwa. Bado kwa Mkapa kuna klabu zimepata matokeo mazuri, tena Simba ikiwa katika kilele cha ubora. Unaona bana, akisema ya kwamba kwa Mkapa peke yake hapatoshi, bali ubora wa klabu ya Simba unapaswa kuweza kuongezwa maradufu ili kuweza kufanikisha azima yao ya kupindua matokeo, kwani wachezaji wanaokwenda kucheza nao ni wachezaji ambao wana uzoefu wa kutosha na wamefanikiwa kwenye hili. Lakini leo hii Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba, ameweza kuwatoa hofu mashabiki wa klabu ya Simba juu ya wapi mchezo huo unakwenda kuchezwa, huku akiweza kutoa ufafanuzi mapema hii leo. Anaandika, anasema, habari za Jumatatu wana Simba wenzangu, nafahamu wengi wetu tupo kwenye sintofahamu ya uwanja wa mechi yetu ya marudiano. Taarifa tuliotoa awali ni kuwa klabu itatoa taarifa rasmi baada ya mchezo wetu wa kwanza kule Morocco. Viongozi wetu wa mamlaka zote wanapambana kuhakikisha jema kwa Simba linapatikana. Mabadiliko yenye athari kubwa kama haya huwezi kuyapokea tu bila kufanya juhudi. Hivyo basi niwaombe wana Simba tuendelee kuwa na watulivu. Ndani ya kipindi kifupi kijacho tutafahamu mustakabali wetu. Hata hivyo maandalizi ya kumtapisha Berkane yanaendelea kama kawaida. Tunabeba, iwe chini ya bahari, iwe polini, iwe juu ya mlima, popote tunabeba. Unaona bana, akiweza kuizungumzia sakata la uwanja na kuweza kuweka matumaini kwa wanasimba kwamba mambo haya yanamalizika hapa kwa Mkapa. Kombe aliondoki kurudi Morocco, linabakia Tanzania. Lakini anaandika mchambuzi Edo Kumwembe, anasema ya kwamba njia waliopita Simba kufika fainali haikuwa sahihi. Kwa nini? Anasema ya kwamba Berkane wametuonesha kwamba kuna njia ambayo Simba walipita kufika fainali na inawezekana haikuwa sahihi sana. Hawakuwahi kukutana changamoto ngumu mpaka walipoangukia katika mikono ya kina Mamadou Kamara, Ustazi Yassini Lebil na wengine. Ni ndoto inayotisha. Unaona bana, akiweza kufichua kile ambacho yeye anakiona kuelekea fainali ya pili pale katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, ambao mpaka sasa ndio umewekwa hadharani. Marekebisho mengine ya ratiba nitakusogezea hapa kama kutakuwa na mabadiliko ya ratiba ya kile ambacho CAF wamesema wanakipitia. Kama watakuja na kile ambacho kitakuwa tofauti na New Amani Complex Zanzibar, basi nitakusogezea hapa. Ila kabla tujaendelea na kumaliza, nikusisitiza kwamba kama unatakiwa kufanya ni kusubscribe na kubonyeza